wakitoa wanashuhudia juu ya kile Mungu alichowatendea. Kwa nini? Wametoa kikanuni, na kanuni ya kwanza Biblia inasema sadaka ya mtu mbaya ni chukizo kwa Bwana. Mtu ni mzinzi analeta sadaka na hajatengeneza na Mungu, ile sadaka ni chukizo kwa Bwana. Kama ni chukizo kwa Bwana, Mungu atampa huyo anachotaka? Hawezi kumpa. Lakini wachungaji hawasemi hayo. Kwa hiyo mtu anatoa akiwa ameaminishwa utatendewa, hatendewi. Kwa nini hatendewi? Ni kwa sababu hakufundishwa fundisho sahihi. Fikiri utakuwa unapata mwanga sasa uelewe. Ufisadi huko mpaka makanisani. Niongee sana na wachungaji, niongee sana na waumini wa makanisa, mchunguze hilo vitu. Makanisa mengine ni sehemu ya kujitengenezea vipato, mchunguze hayo, sio makanisa ya Mungu. Na nyinyi ufike wakati muwe na akili za kuchunguza. Muwe na akili za kuchunguza. Sisemi msitoe sadaka, mpeni Mungu. Mungu ndio aliyeagiza sadaka kwenye Biblia. Sawa, watufundishe utoaji wa sadaka kwa mujibu wa vifungu vya Biblia, na sisi tuvisithibitishe kwa kusoma. Naongea kwa uchungu kwa sababu makanisa mengi ya kweli sasa hivi kumtolea Mungu sadaka, wamekuwa wagumu kumtolea Mungu sadaka. Ni makanisa ya kweli yamepata ukweli, lakini kuna ugumu wa kumtolea Mungu sadaka. Kwa nini? Wameumizwa kwenye makanisa ya uongo. Waliambiwa toa, walipokuwa kwenye makanisa ya uongo walitoa mpaka wakamaliza vyote na hawakuona baraka. Leo Mungu amewaleta kwenye makanisa ya kweli, wanahimizwa na Mungu watoe, wanashindwa kutoa, wakikumbuka mbona kule nilitoa hakuna chochote nilichopata. Kimsingi unapotoa hauoni matokeo, huwezi kuwa na tumaini la kutoa. Kwa hiyo niseme sana, kanisa leo lichunguze sana haya mambo, na washirika wachunguze sana hivi vitu, kwa sababu yameibuka mambo mengi kwenye baadhi ya makanisa ambayo hayo mambo hayatokani na Mungu wa kweli. Leo kumwona mchungaji fedha, leo kumwona nabii mpaka uwe na kiwango cha fedha. Jamani, Yesu alikuwa na upako mkubwa kuliko hata hao manabii wa uongo wanaodanganya watu. Wapi Yesu aliweka kiwango? Na hao manabii wanajitetea, tunalipia hili jengo, tunafanya hivi, mnakuja huku, mimi nimeacha shughuli zangu, ni lazima mje na chochote.